hasa vijana, tusitekwe na fikra za watu wasiokuwa katika sisi, kwa sababu sisi tuna muongozo kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mashekhe na maulama wa Kiislamu walitahadharisha mambo kama haya katika nchi mbalimbali. Ukiangalia kule Algeria, katika hii Afrika, ukiangalia Algeria na watu walipojazana maneno kwamba maisha yamekuwa magumu, tusikubali, lazima huyu atoke, watu wakafanya migomo, wakafanya na maandamano, wakaingia kwenye vita. Nchi za magharibi zachochea. Kadhalika Tunisia ilitokea hayo, kadhalika Libya ilitokea. Libya ni mfano mzuri kabisa. Libya ilikuwa katika neema na kilele cha maendeleo, hasa katika maisha ya kawaida ya watu, hasa katika upande wa maisha ya mujtamaa wa watu, jamii, miundo mbinu, barabara, maji, umeme, mawasiliano mbalimbali, huduma za kijamii kama hospitali, mashule. Walikuwa wamewekeza kwa kiasi kikubwa mno, bali kushinda baadhi ya nchi za Europe. Libya, nchi za magharibi walipowaona waislamu wamestawi katika nchi yao, wako imara katika nchi, wanapata neema, wakawatia chokochoko kwamba msikubali, hamna uhuru wa kusema, hakuna uhuru wa vyombo vya habari, demokrasia hakuna. Gaddafi tangu ameingia hataki kuachia kiti. Nini cha kufanya? Aondoke madarakani. Wakashawishiwa, wakawezeshwa, wakaingia barabarani. Nyinyi mnajua kilichotokea mwaka 2012. Ikapinduliwa serikali ya Gaddafi, wakamuua Gaddafi mbele za watu. Hebu niambieni, sikuikufuru neema ya Allah? Barabara zilizojengwa kwa muda mrefu zilivunjwa, mahospitali yalipuliwa, miundo mbinu mbalimbali ilikatika, umeme ikawa hakuna maji, hakuna amani. Hivi wafikiri watachukua miaka mingapi kuijenga nchi yao? Kwani huko Ulaya hakuna wafalme waliokaa zaidi ya miaka 50? Mtu yuko madarakani ni mfalme au ni queen miaka zaidi ya 50, tangu watu wazaliwa mpaka wazeeka wapata wajukuu wao kwa madarakani, na ni mfalme na wasifiwa. Sasa haki gani mnayoitafuta nyinyi katika nchi za Kiislamu? Alafu na sisi tukubali? Haya ndio yalifanyika Sudani, jirani tu. Tusikubali ujinga wa namna hii. Hao wanaofanya hivyo wanataka kutuingiza mahali sipo. Sisi Waislamu tusiwe ni watu wa kudandia agenda za watu. Tuweni na akili, tusimame katika misimamo yetu thabiti, tuangalieni mustakbali wetu na watoto wetu na maisha yetu, tusibweteke tu, tuutambue Uislamu wetu. Lakini haya yatakuja kwa kuushika Uislamu vizuri kabisa. Tusikubali mtu yoyote aichezee dini yetu.